Ninakusalimu ndugu msikilizaji na karibu katika kipindi cha Kizima cha Uzima. Jina langu ni Askofu Douglas Gitonga kutoka katika kanisa la Great Miracle Celebration Center, GMC Maua. Ninafuraha kukuletea ujumbe huu wenye mada ukuu wa Mungu. Msikilizaji wangu, Mungu wetu ni mkuu na tunauona ukuu wake katika mambo mengi ambayo ametufanyia katika maisha yetu. Tunasoma ukuu wake katika Biblia kwa jinsi alivyotenda miujiza tofauti tofauti katika Agano la Kale na pia katika Agano Jipya. Ndiyo maana nimekuandalia ujumbe huu asubuhi ya leo wenye mada ukuu wa Mungu. Andiko letu kuu ni kutoka katika kitabu cha Zaburi 145 mstari wa 3. Kitabu cha Zaburi 145 ubeti wa 3. Bwana ndiye mkuu, mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hautambulikani. Kizazi kwa kizazi kitayasifu matendo yako, nitayatangaza matendo yako makuu. Nitaifikiria fahari na utukufu wa dhamana wa Mungu na matendo yako yote ya ajabu, ewe Mungu. Tunaona Mungu ni mkuu kutoka mwanzo. Uumbaji wa Mungu ni mkuu na Mungu pia ni mkuu. Tunatambua Mungu ni mkuu hata kulingana na uumbaji wake. Na msikilizaji, pia Mungu amekuumba kwa uumbaji wa kipekee. Mwanadamu ameumbwa akiwa pia mkuu na mtawala. Mwanadamu ameumbwa ndani yake akiwa na sura ya Mungu, na mwanadamu ameumbwa pia akiwa na mfano wa Mungu. Sababu ameumbwa na Mungu mkuu, lazima pia mwanadamu awe mkuu. Na yule mwanadamu ambaye ameamua kutembea na Mungu, lazima atakuwa mkuu. Ukiamua kutembea na Mungu mkuu, lazima na wewe pia utakuwa mkuu. Mungu wakati amekuumba akiwa mtawala, akakuweka duniani utawale, na baadaye pia utawale na Mungu milele. Mwanadamu amekuwa akipendwa na Mungu sana, hata wakati ambapo amekuwa akianguka kwenye dhambi, bado Mungu mkuu amekuwa akimpenda mtu, sababu Mungu amekuwa akitaka kukufanya mkuu. Ndio maana Mungu hawezi akakuacha hata katika kwenye dhambi. Mungu amekuwa akikutafuta na kukuonyesha huruma zake kuu, ili akubadilishe, ili uishi maisha mema, ili uishi maisha mazuri. Na katika kila dhambi Mungu anakuonyesha huruma zake, na katika kila kosa Mungu angetaka umurejelee, sababu Mungu amekuumba ukiwa mkuu na angetaka kuonyesha ukuu wake katika maisha yako. Msikilizaji, Mungu akona huruma kuu katika maisha yako, na angependa upotee. Angependa muishi na yeye milele na uishi maisha mazuri. Ndio tuangalie ukuu wa Mungu zaidi na tujue yeye ni mkuu. Hata wakati Israeli wanakuwa mateka katika nchi ya utumwa, bado Mungu aliwaonyesha ukuu, maana aliacha wakazaana, wakaongezeka, wakawa wengi na wakawa wanafanya mambo makuu, na Mungu aliwalinda. Na hata ile siku anawatoa Misri, Mungu alifanya miujiza mingi ya kumtisha Farao ndio awaachilie. Na wakati wanapotoka, wanafika bahari ya Shamu, wanakuta imefurika, hawawezi vuka, na wakaona maadui nyuma wanakuja. Wakauliza, tunafia hapa jangwani kweli? Si ni afadhali tungekaa Misri? Musa mtumishi wa Mungu aliwaambia, msiogope, lakini aminini Mungu tu, mtauona wokovu wake leo, na hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Mungu atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Na kwa kweli Mungu alifanya miujiza. Bahari ya Shamu ikagawanyika, wakapita kama watu ambao wanapita katika nchi kavu. Walipokuwa wanavuka, Mungu aliweka mpaka nyuma ili maadui wasiwafikie, na wakavuka. Maadui walipojaribu kuvuka wakiwafuatia, Mungu alirudisha yale maji, yakawapiga maadui, yakawamaliza maadui. Israeli wakavuka
wakavuka bahari ya Shamu wakiwa wazima na salama. Na hata katika jangwa Mungu alifanya miujiza ya kuwalisha mana, ya kuwanywesha maji kwenye miamba, mahali ambapo hakukuwa na maji, kwa sababu yeye ni mkuu. Huyo ndiye Mungu nimekuja nikuletea habari zake asubuhi ya leo, msikilizaji. Huyo Mungu alitoa Israeli kwenye mikono ya utumwa na nchi ya utumwa, na akawapeleka katika nchi ambayo waliokuwa wanakula asali na kunywa maziwa, ambapo Biblia inatuambia waliishi kwa nyumba hawakujenga, walimiliki mashamba ambayo hawakununua, na waliishi maisha bora, Mungu akiwalipa ile miaka ambayo wameteseka kule jangwani. Niko na habari njema asubuhi ya leo. Ile miaka umeteseka, Mungu anaenda kukulipa na kukufanyia makuu. Ile miaka umekuwa mgonjwa, Mungu atakuponya leo, sababu yeye ni mkuu na atakufanyia makuu katika maisha yako. Haijalishi aibu umepitia, haijalishi mateso umepitia, haijalishi vita vimekuwa katika maisha yako, Mungu mkuu anakufanyia makuu katika maisha yako. Anakuondoa katika kitanda cha hospitali, anakuondoa kwa mandeni, anakuondoa kwa aibu, kudhalilishwa. Mungu anakutetea, na mahali ambapo hapana njia, Mungu anakufanyia njia, kama vile alivyofanyia Israeli katika bahari ya Shamu. Walipofika jangwani wakakosa maji, wakakosa chakula, Mungu aliwaletea chakula kutoka mbinguni. Mungu alileta maji ambapo hapakuwa na maji. Mungu alitengeneza njia mahali hapakuwa na njia. Huo ndio unabii wangu asubuhi ya leo, msikilizaji. Mungu mkuu atakufanyia mambo makuu, na yeye hajawahi shindwa, hata wewe hautashindwa. Amini Mungu kwa mapito yote. Usimuache Mungu. Unapotembea na Mungu, naye atafanya mambo makuu. Mungu yuko kila mahali. Mungu anafanya mambo makuu. Mungu hatakuacha uaibike, na Mungu hatakuacha maadui wa kucheke. Mungu atatembea na wewe. Mahali tumesoma neno la Mungu, Zaburi 145 ubeti wa 3, neno limetuambia Bwana ndiye mkuu mwenye kusifiwa sana. Mungu atakufanyia makuu katika maisha yako, na utasifiwa hata wakati Mungu anaposifiwa. Maana Mungu anapotukuzwa kwa ajili yako, lazima pia na wewe utatukuzwa. Mungu akipata sifa, na wewe pia utasifiwa. Mungu akifurahi na wewe, lazima pia na wewe utafurahi. Mungu akisifiwa kwa ajili yako, na wewe pia utaona ushindi wa Mungu. Mstari wa 4 Biblia imetuambia kizazi kwa kizazi kitayasifu matendo yako, ewe Mungu mkuu. Yaani kizazi kwa kizazi kimeishi kikitangaza ukuu wa Mungu, na wewe lazima pia utatangaza ukuu wa Mungu, maana Mungu amefanya makuu katika maisha yako. Mstari wa 5 Biblia imetuambia nitaifikiri fahari ya utukufu wa adhama yako na matendo yote ya ajabu. Mungu anafanya matendo ya ajabu katika maisha yako, sababu yeye ni mkuu. Anafanya mambo makuu katika maisha yako, na anafanya mambo ya ajabu. Usiogope huyo Farao, usiogope huyo Herode, usiogope au Wafilisti. Amini Mungu aliye mkuu anafanya makuu katika maisha yako. Vita anakushindania, vita sio vyako tena, mbali vita ni vya Bwana. Wewe msifu Bwana, tarajia Mungu aliye mkuu, weka tumaini lako kwa Mungu. Amini Mungu atakupatia ushindi katika maisha yako. Nataka tuombe na wewe, na maybe haujaokoka. Kwanza nataka ni kutaarifu hivi, ninapokupatia siri hii, nataka ujue mara nyingi Mungu wakati anapofanya makuu, anafanya makuu kwa wale watu ambao wameamua kutembea na yeye. Kuna makuu hautaona mpaka wakati ambapo utaamua kutembea na Mungu aliye mkuu katika njia ya kuacha dhambi na kuokoka. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, leo ninatubu na ninakuamini ewe Mungu mkuu. Naomba unisamehe na unioshe. Asante kwa msamaha. Wacha nikuombee wewe unayepitia changamoto. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naombea msikilizaji wangu asubuhi ya leo, popote alipo,
na changamoto anazozipitia. Mungu mpatie ushindi na aone ukuu wako katika maisha yake. Kila vita msikilizaji anapitia, natangaza vimeondolewa. Njia zake ziko swali, baraka za Mungu ziko juu yako, na Mungu aliye mkuu atembee na wewe na akuonyeshe makuu yake asubuhi ya leo. Msikilizaji, katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini, amen. Ya kukuabudu, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Uliniumba ili nikuabudu, uliniumba ili nikusifu. Kwa mfano wako uliniumba, nina sababu ya kukuabudu. Uliniumba ili nikuabudu, uliniumba ili nikusifu. Kwa mfano wako uliniumba, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Huyo ni mwimbaji Sarah K na wimbo Nina Sababu, ambao unatufahamisha kuwa ukuu wa Mungu ni sababu tosha ya kumwabudu. Ni wimbo ambao unatufikisha mwisho wa kipindi cha Kisima cha Uzima. Kwa niaba ya mtayarishi wa kipindi hiki Judy Mungori, mimi ni Askofu Douglas Getonga kutoka katika kanisa la GMC Kiraone Maua. Mungu akubariki na akupe neema ya kuelewa ukuu wake, msikilizaji. Amina, amina.